Kwa mjibu wa mratibu wa damu salama mkoani hapa, Joel Mbale, anasema mahitaji ya damu kwa robo ya mwaka ni uniti 1121, lakini ukusanyaji halisi umefikia uniti 869, sawa na 78% katika benki hiyo kwa robo ya Januari hadi Machi 2025. Sababu huduma ya uhitaji wa damu ni kila wakati. Damu hizi tunazozitoa leo zina uwezo wa siku 35 tu kwenye uhai wake. Kwa hiyo ni zoezi endelevu. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu kwa mashisho kwenye taasisi, kwenye sehemu za wazi na hata kwenye vyuo. Kwa kila kota kwa mkoa wetu wa Shinyanga tuna uhitaji wa uniti 860. Nyingine ni kuwasaidia wale wenye uhitaji, sababu hii ni zoezi la hiari, ni zoezi la wito, ni kama sadaka. Kwa mtu anapojitokeza pia ni faida kwa ukomboa maisha ya wenzetu, kwa sababu pia wana haki ya kuishi kama sisi wengine, tuwe na afya njema. Mapema Waziri wa Afya Jenista Mhagama akitoa taarifa amesema katika mwaka wa fedha 23/24 Tanzania imefanikiwa kukusanya chupa 578,827 za damu salama, ikiwa ni sawa na 98% ya mahitaji ya kitaifa. Hili ikiashiria kuongezeka kwa uelewa kuhusu umuhimu wa kuchangia damu. Miongoni mwa waliojitokeza kuchangia damu ni wanafunzi wa Chuo cha Madini Shinyanga, ambao wanasema kuwa wameguswa na umuhimu wa kuokoa maisha. Nahamasisha wanawake wote kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wahitaji wote. Wapo watumiaji wengi na ni watu wengi wanahitaji damu. Kwa uchangiaji wa damu ninaamini utaweza kusaidia kwa wale wengine watakokuwa na uhitaji. Kwa sisi vijana tunapatwa na mengi sana majanga, ajali za barabarani, ndugu zetu wanapata ajali za barabarani, wana uhitaji wa damu. Hata mimi mwenyewe leo na kesho naweza nikapata tatizo na uhitaji wa damu. Hata wagonjwa pia, wazazi wetu, ndugu zetu wana uhitaji. Kwa hiyo cha kwanza kilichoweza kunihamasisha ni kwamba nimeona umuhimu wa kuja kuchangia damu yangu ili iweze kusaidia maisha ya mtu mwingine. Judith Chazi ni msimamizi wa huduma za uchangiaji damu katika mpango wa taifa wa damu salama. Anasisitiza kuwa elimu na hamasa kwa jamii ndiyo msingi wa mafanikio ya mpango huo. Unapochangia damu, ile damu inatumika kwa mgonjwa na inamfanya yule mgonjwa ambaye alikuwa ameshakata tamaa basi aweze kupona tatizo lile la upungufu wa damu. Na mimi niseme tu, jamii sasa hivi imekuwa na uelewa mkubwa wa uchangiaji, wa dhana nzima ya uchangiaji damu wa hiari. Hakuna mbadala wa tiba ya damu isipokuwa damu ya kutoka kwa binadamu mwenzake. Katika kipindi cha Januari hadi Machi mwaka huu, mkoa wa Shinyanga umekusanya jumla ya uniti 3598 za damu katika mpango wa lengo la kukusanya uniti 3332, ikiwa ni mafanikio yanayoonyesha uwepo wa maendeleo licha ya changamoto za hapa na pale za uwepo wa damu.